copyright inakuwa automatically protected. Na kwa nini inakuwa automatically protected? Copyright ina protect presentation of idea, yani how you present your idea. Hai protect idea ambayo uko nayo kichwani, lakini ukishaanza kuandika let's say wimbo mstari wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, kile ndio kitu ina protect. Mtazamaji wa Dimbani Connect, karibu katika mwendelezo wa mahojiano mbalimbali kuhusiana na vitu ambavyo vipo vinaendelea mbali na sports. Hii leo tupo na mahojiano ambao leo utakuwa nami mtangazaji wako Rashid Mfaume. Vile vile sitokuwa peke yangu, nipo na mgeni wangu hapa Bwana Japhet Kapinga. Yeye ni nani, anafanya jambo gani? Basi utakwenda kufahamu. Na kitu gani ambacho hii leo tunakuletea wewe mtazamaji wetu, endelea kusalia nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho kwenda kufahamu hii leo tunazungumzia kitu gani. Bwana Japhet Kapinga, ndio, karibu sana. Shukrani. Kwa ambaye hakufahamu, watazamaji wangu ambao hivi sasa wanakutazama kupitia Dimbani Connect, Japhet Kapinga ni nani na anahusika na nini? Mimi ni kwa majina kama ulivyonitambulisha mwanzo, naitwa Japhet Kapinga. Ni mtaalamu wa mambo ya intellectual property, lakini pia anafanya kazi Boomplay kama content and partnership manager. Yeah. Pia kwa faida ya yule ambaye hajafahamu property expert kwa lugha ya Kimombo, unaweza ukamfafanulia zaidi kwa Kiswahili ili aweze kufahamu? Kwa Kiswahili in general tunaweza tukasema mambo ya haki miliki kwa ujumla. Yeah. Haki miliki ni neno pana sana. Haki miliki, kwanza kwa kuanzia hapo, haki miliki ni nini? Haki miliki ni zile haki wanapata wagunduzi wa vitu mbalimbali. Tunaweza tukasema kwenye Kiingereza tunaweza tukasema ni rights that are granted to creators and inventors. Mfano watu wa muziki, wanaotengeneza beats, wanaoandika mashairi na vitu kama hivyo. Lakini kwenye upande mwingine pia kuna hizo invention pia ziko protected. Kwa hiyo kuna vitu vingi, kuna traditional knowledge pia zinalindwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna kama aina 7 za intellectual property ambazo zote ziko protected kisheria. Kwenye haki miliki, miongoni mwa wahanga wakubwa hasa nchini kwetu Tanzania ni wasanii. Tukiangalia kwanza na wasanii wa muziki. Wapo baadhi ya wasanii wa muziki wamekuwa wakilalamika kwamba kazi zao zinatumiwa na watu wengine bila wao wenyewe kupata chochote au kufaidika na zile kazi zao. Miongoni mwa wasanii hapa kipindi cha nyuma niliona 20% aliandika kwenye ukurasa wake wa Instagram kwamba kuna mtu anatumia kazi zake na zimechapishwa kwenye moja ya madistributors, inaweza nikasema hivyo, ambao wanahusika kusambaza hizo nyimbo. Kwa kuanzia hapa, unalizungumziaje kwanza hivi? Wasanii wamekuwa wakilalamika sana kuhusiana na hili jambo kwamba wanakosa elimu ya kuhusiana na haki miliki, ama wanakosa wasimamizi wazuri ambao watakaohusika kuongoza wao kuhusiana na hii jambo la haki miliki. Okay, so kwa kesi ya 20% mimi mwenyewe pia niliiona, lakini unajua jinsi teknolojia inavyokuwa na vitu vingi vinatokea. Kwa mfano, saizi ili uweze kuupload nyimbo kwenye digital platforms inabidi utumie distributor. Na distributor mara nyingi huwa hakagui kama unaimiliki nyimbo au hauimiliki. Ukishafungua account, tunaita distribution account, ukaregister majina yako, then unalipia ili uweze kusambaza nyimbo zako. Ukishalipia unakuwa na access ya kuupload nyimbo ambazo wewe umeclaim ni za kwako. Sawa. Ukisha upload, because hizi digital platform nyingi zinapokea content kupitia kitu kinaitwa DDX, Digital Data Exchange, which is hawapati room ya kuzikagua hizo content. Kwa mara nyingi unakuta unasubiria mpaka upate claim kutoka kwa mtu ambaye ana umiliki wa hizo nyimbo kwamba hii nyimbo imeuploadiwa kinyume cha sheria, then we act accordingly. Sasa back to case ya 20%. 20% tunajua hakuwepo kwenye digital platforms. Nadhani mtu akachukua hiyo advantage kuchukua hizo nyimbo na kuzipandisha kwenye digital platforms. Sasa kinachotokea
unajua kwa wasanii wakubwa huwaga wanakuwa na watu wa digital, unakuta kuna mtu wa muziki, unakuta kuna mtu ana deal na mambo ya online na vitu kama hivyo. Kwa inakuwa rahisi kwa watu kufuatilia vitu kama hivyo. Kama kuna mtu ameupload nyimbo kinyume na makubaliano, ni rahisi kwa wao kuona. Kwa sababu 20% amekuja ameziona hizi nyimbo mwaka huu nadhani, lakini mimi naziona since like miaka 2-3 nyuma. Lakini kivile inawezekana hana mtu wa kufuatilia na yeye mwenyewe pia sio mtaalamu wa mambo ya digital, ndio maana anakutana na kesi kama hiyo. Sasa kwa mtu kama huyo, wewe umezungumza ni mtaalamu pia wa intellectual property expert. Mtu kama huyo ambapo anakutana na changamoto kama hiyo, kitu cha kwanza ambacho anatakiwa kukifanya ni kipi ili kuhakikisha anakwenda kufaidika na ile kazi yake ambayo yeye ndio mmiliki wa ile kazi? Sasa hapo kuna njia mbili. Cha kwanza, kama yeye anataka tu kuzirudisha nyimbo kwenye umiliki wake, manake anaweza akaziripoti zikashushwa, then yeye akatafuta njia ambayo anaweza kuziupload upya kwenye hizo digital platform. Lakini njia ya pili ni kwenda mahakamani, kwa sababu mtu kama ameupload kinyume na makubaliano au hamna makubaliano, hiyo ni infringement, amevunja haki za msanii. Kwa mahakamani anaweza akapata haki yake kiasi alichopoteza kwa mtu kuupload nyimbo zake bila ruhusa. Hivi sasa nchini Tanzania kuhusiana na muziki sio sanaa tena. Okay. Sasa muziki umekuwa ni biashara. Wasanii wanafanya kazi ya muziki ili waweze kupata kipato, lakini kuna baadhi ya wasanii wamekuwa wakiclaim kwamba, yani wakilalamika kwamba haya makampuni yanayosambaza kazi za muziki hawafaidiki nayo. Okay. Hii jambo ikoje? Okay, mwanzo umetoa kauli kwamba sasa hivi muziki ni biashara, si ndio? Muziki ni sanaa, lakini pia ni muziki ni biashara. Namaanisha kwamba muziki unaanza kwenye sanaa afu then inakuja biashara. Biashara ni kwamba unauza kazi ya sanaa. Sawa. Tukuje kwenye issue yako ya pili kwamba wasanii wanalalamika hawa benefit na kazi zao za sanaa. Sasa unajua unavyopeleka bidhaa sokoni inabidi kuwe na walaji, si ndio? Sasa kwenye mfumo wa digital ni kwamba walaji ni wale wasikilizaji, tunaita streamers. Kwa hiyo idadi ya namba ambayo unapata ya watu wana stream kazi zako na ndio ina determine shingapi utaingiza. Sawa. Lakini pia kuna vitu kama kuna baadhi ya digital platforms zina paid streams na nyingine zina free streams peke yake, nyingine zina zote mbili. Kwa mfano, ukiwa una paid streams na ad supported streams kama ilivyokuwa Boomplay, maana Boomplay wana streams za aina mbili. Unaweza ukalipia, lakini unaweza ukaangalia ads ili usikize muziki. Hizo zote zinakuingizia hela. Kwa hizo zote ni stream ambazo zinajumlishwa pamoja, inakuja inakufanya unajua umeingiza shingapi, unapawa kiasi gani na kumake hela na vitu kama hivyo. Sasa kwenye kulalamika, sijajua bado wanalalamika kwenye engo gani, lakini if you have good numbers kwenye digital platforms, mashabiki wanasikiliza kazi zako, nyimbo zimekuwa distributed kwenye kila platform, manake unakuwa kama umefanya diversification ya content zako, automatically hela unaweza ukaiona. Yes. Hivi sasa kumekuwa kuna huu mfumo wa mirabaha. Kuhusiana na hili jambo la mirabaha, kwanza mfumo wa ukusanyaji wa mirabaha na usambazaji wa mirabaha ukoje? Sasa kwenye issue ya mirabaha nadhani hiyo ni kesi ya KOSOTA sana, kwa sababu wale wanadili na publishing rights, ndio maana wanakusanya kwenye mabaa, wanakusanya kwenye sehemu ambapo kazi za sanaa zinatumika. Kwa upande wetu sisi tuna deal na streaming to online, like mtu akistream Boomplay, mapato yanayopatikana kule ndo ambayo tunalipa. Lakini kwenye hii mirabaha ni KOSOTA. Nadhani siku hizi kuna kampuni mpya imeanzishwa inaitwa Soma. Nadhani KOSOTA wanakuwa kama wana monitor, then hao wanafanya kukusanya hiyo mirabaha. Lakini kwa upande wa Boomplay ndo kama nilivyokuelekeza mwanzo. Of course Boomplay pia tunalipa mirabaha. Kama tulivyokuelekeza mwanzo ni kwamba kuna streams za aina mbili.
kuna ad supported streams ambazo mtu unakuwa hujalipia, lakini ukiangalia wimbo, ukisikiza wimbo unakutana na tangazo. Afu kuna subscription, unalipia ili usipate matangazo, lakini unasikiza mziki. Yeah. Hapo umezungumzia kuhusiana na swala la msanii, mfano akiweka nyimbo zake kama ulivyozungumza kuhusiana na Boomplay. Okay. Atafaidika kupitia streamers pamoja na subscribers. Sasa kuna dhana ambayo ipo hivi sasa, streaming hailipi vizuri. Okay. Hailipi vizuri wasanii. Je, kuna ukweli gani ndani ya hii dhana ambayo wasanii wengi wapo nayo? Kwa sababu nishawahi msikia kuna msanii mmoja alikuwa anasema yeye ni bora kazi zake azisambaze yeye mwenyewe. Mfano amefanya albamu yake, bora ile album aiuze yeye mwenyewe binafsi kuliko kuiweka kwenye streaming. Kwa sababu sababu akadai kwamba streaming hailipi vizuri, lakini yeye kazi yake akiisambaza yeye mwenyewe, akiwauzia watu wake au mashabiki zake ambao wanamshabikia, anapata pesa nyingi kuliko hata akiweka kwenye streaming. Vipi kuhusiana na hili? Sasa unajua kwenye kila digital platforms zinakuwa kuna kitu kinaitwa rate ya pay per streams. Kwa hiyo hiyo ndo ina determine stream moja itakuwa na value kiasi gani, lakini pia ili stream especially kama ya free iwe na value, manake inahitajika kuwe na matangazo mengi ambayo yanakuwa yanatokea kwenye hizo nyimbo zinazotokea. Kwa hiyo ndo kwenye biashara inakuwa hivyo, kuna mtu anayemeki faida kwenye biashara hiyo, kuna mwingine haingizi faida. Ina depend sasa na aina ya wateja wako, ina depend pia na nguvu yako kwenye soko husika. Kwa mfano digital platforms ziko nyingi. Kwa kuna watu unakuta ana nguvu sana Boomplay, anaingiza hela nyingi Boomplay, lakini haingizi hela kwenye platform nyingine. Lakini unakuta kuna msanii anaingiza hela kwenye hizo platforms nyingine, Boomplay pia haingizi hela. Kwa it's just ni wewe jinsi gani unacheza na hilo soko. Lakini pia unajua ujaji wa digital business, sisi kwa vile ni nchi maskini tuna focus zaidi kwenye hela tunayoingiza, lakini digital inakuja na opportunities mbalimbali. Kwa mfano siku hizi kuna watu wengi wana invest kwenye copyright. Mtu anakuja anaongea na wewe anakwambia mimi labda nataka tutengeneze album, wewe utamiliki 50% ya copyright ya kazi na mimi 50%, lakini nakupa hela. Which means kwamba ili yeye ajue ana invest kiasi gani kwako, inabidi ajue performance yako kwenye digital platforms. Sasa assume hauna nyimbo kwenye digital platforms. Do you think kuna investor anaweza kufanya investment kwenye muziki wako? Especially kwenye muziki wa size jinsi huko market yake iko huko. Haiwezekani, si ndio? Kwa apart from kuzingatia tu mapato unayoingiza, lakini zingatia kuna opportunities mbalimbali ambazo unaweza kupata kupitia kwa nyimbo zako kuepo kwenye digital platforms. Mgusia hapo kuhusiana na swala la copyright. Okay. Tunaona baadhi ya nyimbo, ama ukiachana tu na nyimbo, kuna kazi mbalimbali ambazo watu wengi wanazitumia bila ya kupata ruhusa kutoka kwa muhusika yule wa mtu wa kwanza kabisa kuizalisha ama kulitengeneza lile jambo. Hii issue ya copyright ikitokea sasa, msanii kazi yake imetumiwa na mtu mwingine bila kupata ridhaa yake, kama hivyo kuhusiana na issue ya 20%, si ndio? Hii inakaa vipi ikitokea sasa mtu copyright ametumia kazi ya msanii ama nje tu kazi ya msanii? Vipo vitu vingi ambavyo watu wengi wanavifanya. Huyu mtu anakuwa anaweza kusaidiwa vipi ili kuweza kupata haki yake? Okay. Unajua cha kwanza, kazi ya copyright huwa iko automatically protected. Yani sio kwamba nasema msiende kusajili kazi zenu kama KOSOTA wapi, lakini ni muhimu kusajili kazi zako, lakini copyright inakuwa automatically protected. Na kwa nini inakuwa automatically protected? Copyright ina protect presentation of idea, yani how you present your idea. Hai protect idea ambayo uko nayo kichwani. Lakini ukishaanza kuandika let's say wimbo mstari wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, kile ndio kitu ina protect. Sasa
kwenye ukuaji wa teknolojia hizi issue za infringement zimekuwa ni nyingi sana, kwa sababu watu wana access na content za wasanii, lakini wana access pia na distributors. Kwa hiyo kama nilivyosema mwanzoni, hatua ya kwanza ni wewe udetermine unataka nini. Sio kama umeelewa, kwa sababu kuna mtu mwingine anakujaga ofisini anasema, bwana, mimi sitaki mambo ya kesi, nitapoteza muda. Nachotaka unisaidie hizi nyimbo zangu zishuke kwenye kila digital platforms, alafu mimi ni upload mwenyewe upya, account zangu nizimiliki mwenyewe, niwe naona mapato yangu mwenyewe. Hiyo ni hatua ya kwanza ambayo unaweza kuifanya. Kwa hiyo unaweza ukatafuta mtaalamu wa mambo ya digital kusaidia, na uzuri ni kwamba our distributors, ukishatuma email ya kwamba hizi nyimbo zimeuploadiwa illegally, wao mara nyingi kitu cha kwanza wanachofanya wanazishusha chini, alafu wanasubiria mtu ambaye ataclaim kwamba zimeshushwa sio kihalali. Wakiona kimya, basi mtu mwingine anaweza kuendelea kuziupload. Lakini cha pili, kama unataka sasa kupata fidia, maana yake inabidi utafute mwanasheria, upresent kesi yako, then yeye atakufungulia kesi, mtafute mtu ambaye ameupload, mkutane mahakamani. Then mahakama yenyewe itadetermine utapata fidia kiasi gani kwa mapato uliopoteza kwa kazi zako kutumika bila ruhusa yako. Yeah. Kwa kwanza hapo mnaweza kutambua vipi kama hii kazi kweli ni yangu? Mfano kazi mimi ndio mwanzilishi, lakini wewe ndio ukawa kwanza kwenda kuiupload. Baadaye mimi nikaja nikalalamika kwamba hii kazi ni ya kwangu. Unatumia vigezo gani ama vitu gani ambavyo ili kujiridhisha na kujithibitishia kwamba hii kazi ni ya mtu yule aliyokuja kushtaki? Sasa kwa mfano tuseme labda Tanzania tuete kesi ya 20%. Manake kila mtu anamjua 20%, kwa tunajua ni, lakini kitu cha pili tuashumu wewe ni producer, umetengeneza beat, afu mtu akaja akaitumia baadaye same beat, amekuwa kama bila ruhusa yako. Kuna vitu vinaitwa stems. Zile stems zinaonyesha process nzima production, na zinaonyesha hadi tarehe iliyokuwa created. Hata mkienda mahakamani kupresent ushahidi, ukisema wote mnaleta stems kwamba huyu ataleta zake zimecreatiwa let's say 2017, kwa zako 2024, yupi pia ataonekana ana haki hapo 2017, si ndio? Kwa hiyo cha msingi ni kwamba tatizo kubwa la hii market yetu ni kwamba wasanii producers huwa hawatunzi data au kumbukumbu. Yani kwa mfano msanii akishapata ile master, hiyo shughuli imeisha. Lakini unakuta pia na producer unakuta anampa msanii ile inaitwa stems, akafanyia mixing and mastering sehemu nyingine, laptop labda imejaa, amefuta huku, imeisha. Kwa hiyo kitokea kesi kama hizi inakuwa yani sawa, unaweza kumsaidia kwa sababu unajua hii beat ni ya fulani, lakini ukiwa na ushahidi inakuwa rahisi zaidi kukusaidia. Yeah. Hapa kipindi cha nyuma kulikuwa kuna baadhi ya watu walikuwa wanadai misemo hii. Mimi nimeanza huu msemo, mimi ndio nilikuwa kwanza kuanzisha, mimi ndio nilikuwa kwanza kuanzisha. Sasa kwenye scenario kama hii, ikitokea mtu kaanzisha, si ndio? Msemo. Msemo. Okay. Maana akimiliki si ina dili na vitu vingi sana, si ndio? Kaanzisha msemo lakini hakwenda kuusajili. Labda mimi nikausikia, nikawahi kwenda kuusajili. Baadaye huyu mtu ambaye kweli kiuhalisia ndio alikuwa ni mwanzilishi wa kile kitu, lakini hakuwahi kwenda kuusajili. Hapa hii nayo inakuwaje? Anayetambulika mwenye haki ya kumiliki kile kitu ni nani? Huyu aliyokuja kuwahi kukisajili kile kitu, ama huyu ambaye yeye ndio alikuwa wa kwanza kukianzisha? Sasa kwenye misemo nitakupa mfano neno hakuna matata. Neno hakuna matata linamilikiwa na kampuni nadhani ya Disney, lakini lile wanalitumia nadhani kwenye product zao. Kuna nguo za hakuna matata and all that, which means kwamba wewe sasa hizo ukitoka hapa ukaenda kuprint nguo zako sijui umeweka hakuna matata, unakuwa umefanya infringement. Kwa maana yake unavyokuwa una msemo wako, nadhani unavyousajili inabidi udetermine pia unatumia kwa matumizi gani. Sio kama unaelewa. Kwa labda unaweza kusema, ndio maana labda tuseme mfano Mario ametumia hakuna matata kwenye jina lake la wimbo, hakuna kesi iliyotokea na anakuwa benefited kidigitali. Yeah, kwa mara nyingi mambo ya misemo yani ni ile tu, unajua sasa hizi kila mtu ashajua kuna intellectual property,
kila mtu anatokea mbele, yani akifanya tu kitu kidogo anasema hichi inabidi nikilinde. Wenyewe pia hawana uelewa wa hivyo vitu. It's just tu kwamba vile sasa hivi intellectual property ndo habari ya mjini, kwa hiyo kila mtu msema amesema hivi leo nataka niulinde, mara sipati chochote na vitu kama hivyo. Lakini ukiwa una protect, manake inabidi udetermine unautumiaje kibiashara, ili kusudi mtu mwingine akija kutumia with the same business, then hapo mnaweza mkapelekana kwenye vyombo vya kisheria. Kwa maana hiyo kwamba kama mtu ameusajili, labda mimi nitatumia kwa matumizi ya biashara, mwingine akaja kutumia kwa matumizi nje na biashara, hapo kunakuwa hakuna shida. Sasa unajua kwenye intellectual property kuna kitu kinaitwa fair use. Yani sawa, tunakupa haki ya kulinda kazi yako, lakini kuna baadhi ya matumizi tunakuachia. Yani mfano, yani malengo ya kulinda ni kwamba kuna muda ukifika itabidi uachie, na ndio maana copyright inalindwa kwa miaka 50 baada ya mtu kufariki. Yani ukifariki leo, kama kazi yako ya muziki itakuwa protected miaka 50 mbele. Baada ya miaka 50 hata mimi naweza nikatumia hiyo nyimbo kuimba. Na ndio maana hata kwenye issue ya madawa unakuta sijui kuna Panado ya Kenya, ya Tanzania. Kwa sababu gani inatokea hivyo? Kwa sababu kwenye patent una protect miaka 20. Baada ya miaka 20 ile inaingia tunaita kwenye public. Kwa mtu mwingine yoyote anaweza akaitengeneza. Alafu pia kuna kitu kinaitwa for research purpose. For research purpose nao ni kwamba unakuta labda wanafunzi wa shule wanataka kutumia let's say aina fulani za chemicals kugundua kitu kingine. Hiyo yote inakuwa kwa kuna matumizi yako yameachiwa tu, it's okay kutumia. Yeah. Hapo umezungumzia kwamba mtu akisajili kazi yake, labda msanii muziki, ile kazi akifa inalindwa kwa muda fulani. Ule wakati ambao kazi yake inalindwa, msanii ashakufa, ambaye atakaye kuwa anatambulika ni mmiliki wa kile kitu ni nani baada ya huyo msanii kufa? Sasa hiki ni kitu ambacho nadhani wasanii inabidi wakijue kwamba muziki au nyimbo zako ni mali kama mali zingine, kama ilivyokuwa kwa nyumba, gari na kila kitu. Kama ukiwa kwenye nyumba ukishafariki unaweka warithi kwamba msimamizi wa mirathi atakuwa labda mtoto wangu atakuwa na leo, inabidi iwe the same kwenye muziki, kwamba mimi labda na katalogi yangu ina nyimbo 300, msimamizi wa mirathi yangu ni mtu fulani. Najua kuna baadhi ya wasanii wamefariki na kuna kesi zilikuwa zinakuja ofisini, watu wao wanakuja kuulizia mapato ya msanii, which is huwezi kumpa data bila kuja na ile wanaita nini ya mahakamani. Mahakamani ukienda kufungua kesi ya mirathi wanakupa kama document, ndio msimamizi wa mirathi. Kwa kisha kuletea ile, manake wewe unakuwa okay kumpa all the details na kila kitu. Kwa msimamizi wa mirathi ndo atakuwa beneficiary wa kwanza wa hizo nyimbo baadaye kwa amefarikia. Kama ikitokea atambuliki. Sasa unajua issue ni kwamba maana hapo nimeuliza hivyo kwa maana ipi? Mfano kwenye mirathi tunafahamu labda mtu ana familia yake, labda ana mke na watoto. Amefariki yule mmiliki mwenyewe, let's say baba, si ndio? Akabaki mke na watoto. Kwenye mirathi mke na watoto si wanakuwa wanatambulika, si ndio? Kwa hata hii kwenye hii kazi yake ya sanaa wanakuwa watakao kuwa wana miliki kitu ni na watoto ama. Sasa umeona, unaweza ukawa wewe mume anaweza akawa amefariki, kuna watoto labda 2 na mama. Mume labda hakuacha a will kwamba nani atasimamia mali zangu nikiwa nimefariki. Kinachotokea, watu wanaenda mahakama ya mirathi nadhani. Ukienda kule mnaandaa muhtasari, sijui wana familia wote na kila kitu. Fika kule mahakama inampa ruhusa mmoja kwenye familia ndo anakuwa msimamizi wa mirathi. Kwa hiyo hata kama tuseme tuashumu hauna mke, hauna mtoto, labda una ndugu mwingine, kuna vikao vya familia huwa vinatokea baada ya msiba wa mtu. Kwa hiyo yule atayepewa ruhusa na mahakama kuwa msimamizi wa mirathi, yule ndo atatambulika. Hivi sasa ni maendeleo ya sayansi na teknolojia. Tumeona kuna ujio wa AI, akili mnemba. Baadhi ya watu wamekuwa wanaitumia ile AI kupata idea mbalimbali
hadi wengine ukienda kwa, tukija sasa kwa kuzungumzia wasanii wengine wamekuwa wakitumia AI kutengeneza nyimbo, hata kuiga sauti za vitu fulani. Je, kwa upande wa sheria hizo za haki miliki kwa nchi yetu hii hivi sasa kuna hiyo sheria ambayo inaweza ikawalinda hawa watu wanaotumia intellectual AI kuzalisha kazi zao na kuvumbua vitu? Okay, cha kwanza AI, cha kwanza intellectual property inalinda ubunifu wa binadamu, hailindi ubunifu labda wa mashine, maana zile ni mashine. Kwa nyimbo ambayo imetengenezwa kwa AI, yani hata mimi wewe ukitengeneza nyimbo yako kai-upload na mimi nikaichukua nikai-upload kwangu, huwezi kunishtaki kwa sababu hakuna sheria ambayo inalinda hizo nyimbo zimetengenezwa na AI. Nadhani ni topic kubwa sasa hivi duniani kuhusu nyimbo za AI. Nadhani kuna baadhi ya platform huwezi uka-upload nyimbo za AI, wanazikataa. Lakini pia kuna baadhi ya kampuni unaweza ku-upload. Lakini pia nadhani ni kitu ambacho bado kiko kwenye maongezi duniani kama inawezekana kuzilinda, lakini so far hawezi kulinda nyimbo ambayo imetengenezwa na AI kwa sababu intellectual property inalinda ubunifu wa binadamu. Okay. Yeah. Tuendelee katika jambo kuhusiana na hawa wasanii. Hivi karibuni kumekuwa na ishu kubwa, wasanii baadhi wakilalamika, bwana, mimi nilikuwa nipo chini ya lebo fulani, lakini hivi sasa naondoka, inabidi nilipe gharama kiasi fulani. Hivi sasa ni kosa gani ambalo watu wengi wanalifanya wakati wanapokwenda kusaini mikataba yao, hasa tukiwazungumzia wasanii? Unajua biashara ya mziki inakuwa guided na mikataba. Kwa hiyo unavokuta msanii analalamika kwamba ametoka kwenye lebo, ameambiwa alipe kiasi fulani, kwa sababu mimi nikisha kusaini kwenye lebo manake naweka investment yangu hapo. Inaweza ikawa sio hela, lakini inaweza ikawa umetumia brand yangu kufika hapo ulipo, which is kila mtu anajua ukiinvest unaangalia kupata returns, ndio upate na wewe faida. Sasa kwenye kipindi msanii anasaini mkataba, ndio maana anasema nenda na mwanasheria wako kabla hujasaini mkataba. Lakini mara nyingi unajua ukishakuwa na njaa ya kutoka, afu unapigiwa simu na lebo kubwa, unaambiwa bwana, kuna hii deal hapa, kwa mtu anaona ngoja tu nisaini, hata kupitia vile vipengele mtu anakwenda. Na kitu kingine unakuta kuna hizi kesi nyingi ambazo zinatokea ni kwa sababu wasanii wengi wanakuaga, kwa mfano kesi naonaga kuna kesi watu wanawalalamikia distributors kwamba hawapati chochote, lakini ukiangalia wasanii wengi siku hizi ukishakuwa mkubwa, hizi distributors wanakuja wanakuoffer advance payment, wanakuambia sisi tunakupa let's say kiasi hiki, alafu sisi tutakuwa tunakusanya mapato kwenye nyimbo zako mpaka kikirudi, then tutaangalia tunasaini vipi mkataba ujao. Sasa unakuta mtu ambaye analalamika ni tayari alishapokea hela mwanzoni. Sasa unajua kuna ile mindset ya kwamba hata uko tuwashumu unafanya kazi hapa, mshahara unalipwa mwanzo wa mwezi, siku zote sinaona unafanya kazi bure. Sasa ndio hicho kitu kinachoonekana. Lakini unakuta tayari shakula hela imeisha, then inabidi utoe nyimbo watu walikava hela zao, kwa hiyo inakuwa ni shida. Lakini nadhani ni issue ni mikataba tu, hakuna kitu kingine, ni mikataba tu. Inabidi waipitie vizuri, waone kama ina faida kwao, kama haina faida kwao waangalie jinsi gani, kwa sababu biashara tunasema ni negotiation, kwamba unauza kitu chako kiasi hiki, mimi na kiasi hiki, tukikubaliana tunasaini mkataba, si ndio? Na mkataba si ni pande mbili, maana mkisaini mmekubaliana. Kwa hiyo hivyo inabidi tu kupitia mkataba vizuri, then yeah. Na ili nyimbo iwe copyrighted ni jambo lipi ama sheria zipi ambazo msanii anatakiwa kuzifuata ili nyimbo yake ikitokea mtu mwingine akiitumia basi yeye ndio wa kwanza kutambulika? Kwa sababu tunaona ma distributors wengi wanaosambaza hizo kazi za wasanii wamekuwa wakilalamika hawafaidiki, lakini nyimbo ipo kwenye digital platform, lakini msanii mwenyewe analalamika kwamba sipati chochote, na kiuhalisia ukija anayetambulika mwenye ile nyimbo ni huyu msanii. Kama nilivyokuambia mwanzoni,
copyright iko protected automatically, lakini ndio hivyo sasa, inabidi uweke evidence zako, kwa sababu huwezi kuwa, Waswahili wanasema mali bila daftari potea bila habari. Kwa sasa wewe kukeep data ya ngoma zako, manake iko ndo kitu kitakusaidia in case of anything kikatokea huko mbele. Na kitu kingine, mikataba pia, kwa sababu unajua unavyokuwa yani kwa mfano mnaenda kurekodi wimbo na producer fulani, najua Tanzania hatuna utaratibu kwa kwamba mimi nimefanya ngoma na mtu fulani, makubaliano yetu ni haya, mimi nitamiliki kiasi hiki na huyu atamiliki kiasi hiki, au hamiliki kabisa, au nilimkodi tu anifanyie kazi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni vizuri sasa wasanii wakaamka wao wanafanya documentation ya nyimbo zao. Kufanya documentation manake unafanya mkataba na producer. Kama umemshirikisha mtu, unafanya naye mkataba. Kama mtu alikuandikia wimbo, unafanya naye mkataba. Huo mkataba una determine kila kitu, kwamba kama hii nyimbo, kama huu wimbo na umiliki mimi peke yangu, au huu wimbo na umiliki mimi na producer, au wimbo percent fulani naenda kwa mtu fulani. Which is, kwa mfano mtu saizi akikwambia, mtu akwambia hichi kiwanja ni cha kwako, sio tuonesha mkataba wa mauziano. Kwa sasa hata kwenye wimbo inatakiwa iwe hivyo, kwamba hata mtu akija akikuoji, wewe una present document zako na ushahidi mwingine. Pia kuhusiana na kesi hiyo, hivi karibuni tuliona kuna msanii kama sikosei anaitwa Chief Godlove alikuwa analalamika yule msanii alisainishwa kwenye ile lebo, baada ya kuondoka akawa anadai kwamba anataka arudishiwe nyimbo zake, yeye hahusiki tena kwenye kumiliki zile nyimbo, kwamba nyimbo zinamilikiwa na lebo na lebo ambao ni Chief Godlove, na zile nyimbo zilikuwa tayari zishachapishwa kwenye digital platform mbalimbali. Sasa kwenye kesi kama hii msanii hapa, yeye kosa lake linakuwa ni lipi, ama ni wapi ambapo anakuwa amekosea kiasi kwamba hadi akivunja mkataba anaondoka kwenye ile lebo, yeye anakuwa hapati chochote? Sasa hapo huwezi kusema ni kosa. Hiyo ni biashara. Unajua kumiliki wimbo, hata wewe unaweza kumiliki wimbo msanii yote ule, ni mkataba tu na makubaliano, kwamba umeupenda wimbo wa msanii fulani, ukamwambia bwana, mimi wimbo nimeupenda, nitakupa kiasi fulani, nataka ujivue umiliki, ulipe mimi. Kuna hizi agreement zinaitwa assignment agreement, maana yake anakupa rights zake basi. Kwa sasa unakuta na wasanii wa lebo, mara nyingi wanapokuwa kwenye lebo, nyimbo zinakuaga zinamilikiwa na lebo, na ndio maana unakuta mara nyingi msanii akitaka kutoka, lebo inamwambia lipa kiasi hiki ili uondoke na katalogi yako. Ni kitu cha kawaida sana, hana kosa, lakini ni biashara na mikataba, kwamba inakuwa ni jambo la kibiashara ambalo Sasa kwenye hizi streaming, msanii au wasanii chipukizi wanaweza kufaidika vipi? Kwa sababu hapo awali ulizungumza kwamba mara nyingi kwenye streaming mtu analipwa kulingana labda na wale watu ambao wamesikiliza ule wimbo au wametazama ule wimbo. Sasa msanii chipukizi hana washabiki wengi, yeye anaweza akafaidika kwa namna ipi? Sasa kwenye kitu kama hiko, ni unajua unavyotengeneza bidhaa lazima ujue soko lako liko wapi. Huwezi ukatuletea leo TV sokoni na una uhakika utauza. Yaani hata kama ni mteja mmoja, lakini una uhakika kuna sehemu fulani nauza, si ndio? Mimi nitakupa mfano. Kuna msanii mmoja anaitwa B2K. Sijui kama unamfahamu. Sasa B2K kipindi ndo anatoka yuko mkoani huko. Nyimbo zake zilikuwa zinatafutwa sana Boomplay, lakini hazipo. Kwa hiyo sisi kwenye backend unaweza ukaona nyimbo zinazotafutwa sana. Sasa mimi by that time B2K, mimi nawajua B2K wale wa Ulaya wale, sijui wale. Sasa lakini nyimbo naona zinatafutwa za Kiswahili. Kabili nimtafute. Tukafanya mkataba, content zikaja. Nyimbo zilivyokuja Boomplay, yule bwana ana kijiji chake huko. Yaani wanasikiza nyimbo vibaya mno. Kwa hiyo naye pia ana fan base kubwa sana huko kwao. Which is ni somo kujifunza kwa wasanii wengine. Sio lazima uanze mpaka Dar. Unaweza kuanza ulipo. Yaani kama wewe Kigamboni, unaishi Kigamboni, watu wanakukubali kule, tengeneza soko lako vizuri huko.
Wale wale wanaokuelewa maomboi, tengeneza soko lako Nakusikiliza. vizuri, then sona saizi amekuja da kwa saizi anapambana mziki hapa da, lakini alianzia sehemu alipo, amekuja huku juu na namba zinaonekana. Pia pengine yawezekana kuna msanii mbele ya watu ni maarufu, lakini ukija kwenye upande wa streaming hana watu wengi. Hicho kitu kipo, yaani ni maarufu, nyimbo inasikika sana, watu wengi lakini ukija kwenye upande wa yeye kufaidika na ile wimbo wake hamna. Sasa unajua ndio hicho kitu tulikuwa tunasema mwanzoni. Unajua nyimbo ikiwa kubwa mtaani automatically inakuja kuwa kubwa pia kwenye digital platforms. Mara nyingi inakuwa hivyo. Sasa kama inakuwa kubwa kwenye digital platform na haunufaiki, manake ni mawili. Either kuna mtu ameupload bila ruhusa yako, au yani sidhani, labda ni hiyo case. Lakini kama iko kwenye digital platform mtaani, nyimbo ni kubwa, pia kwa digital platform kuna nafasi kubwa ya nyimbo kufanya vizuri. Na kuna ushahidi wa nyimbo nyingi sana ambazo zilianzia mtaani zikawa kubwa, zikaja kwa digital platform zikawa kubwa pia. Kwa kumalizia, ukipata nafasi ya kuwashauri wasanii kuhusiana na swala la intellectual property, haki miliki, unaweza ukawaambia nini hivi sasa wapo ambao wanakufuatilia hapa kupitia Dimbani Connect? Kipi ambacho unaweza ukawaambia kuhusiana na intellectual property? Okay, so mimi labda cha kuwashauri ni kwamba wanahitaji kuwa na watu wa intellectual property kwenye timu zao, kwa sababu unavyoenda studio inabidi kuna negotiation za kufanya na producer za kisheria, kuna negotiation za kufanya na songwriters za kisheria, kuna negotiation za kufanya na watu unawashirikisha za kisheria. Ukishakuwa ni muhimu kuwa na watu kama hao ndani ya timu. Wasanii wengi hawana mtu wa intellectual property kwenye timu. Lakini pia hata unajua, kwa mfano mtu ambaye amesoma intellectual property vizuri anaweza kufanya kazi vizuri na mwanasheria ambaye, tuseme mwanasheria alisoma tu intellectual property juu, kwa sababu yeye anaweza akadetermine vitu vingi, afu huyo mwanasheria akakaa upande wa sheria. Kwa wewe unamdefinia vitu afu anaviweka kwenye sheria. Kwa hiyo ni muhimu kuwa na mtu kama huyo. Lakini pia for documentation purpose, ningependa niwashauri kwamba nyimbo zao zote inabidi ziwe na document. Hizo zitakusaidia kwenye zikitokea case. Lakini pia saizi ukitaka labda kumuuzia mtu rights ya nyimbo zako, lazima atalikuwa documents. Kama hauna documents, maana yake ni kesi nyingine. Kwa hiyo cha muhimu ni kwamba wawe na mtu wa intellectual property kwenye timu zao. Bwana, kama ulivyosikia, wasanii lazima muwe na intellectual property kwenye timu yako ili uweze kufaidika na kile ambacho unachokifanya. Huyo alikuwa ni Bwana Japhet Kapinga, mtaalam wa haki miliki, pia ni meneja wa Boomplay nchini Tanzania. Endelea kutufuatilia Dimbani Connect. Ulikuwa nami Rashid Mfaume, pia nilikuwa naye mgeni wangu hapa Japhet Kapinga. Endelea kusalia nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho kuifuatilia hiyo kazi ili uweze kufahamu kuhusiana na mengi yanayohusiana na digital intellectual property. Endelea kufuatilia Dimbani Connect, pia usisahau kusubscribe channel yetu ya Dimbani Connect pale YouTube ili uweze kupata taarifa mbalimbali kuhusiana na mambo mbalimbali ya kimichezo pamoja na burudani.